na vile vile nishawahi kuwa mwenyekiti wa tawi la mpira pesa, na bado niko tawi la mpira pesa. Ndugu waandishi wa habari, tunashukuru kwa mwito huu unaokuja kutusikiliza hapa video vyetu wana Simba. Kama walivyotoka kuongea wana Simba wengine waliopita hapa, mimi bado nitagusia pale pale. Nadhani kuhusu huyu Ndalagige ambao tayari nadhani alishakula kiapo kwa mechi zote za Simba aweze kufanya unyama. Na kilio kikubwa mimi bado napeka kwa mwenye rais wa TFF Kalia kwa kauli yake mwenyewe akiwa mwenyekiti, akiwa rais wa TFF, alishazungumza kuwa ndani ya madaraka yake watu anayefanya uongozi wake yeye ni Young African. Mimi labda nitaje tu, sio baba kuficha. Alishazungumza kwa kinywa chake, katika watu wanayefaidi utawala wangu mimi basi ni Young African, na wasaidia kwa 100%. Watu wengine wanasema Kalia Simba. Kalia sio Simba. Kalia ni Coast bwana, sio Simba. Ile kwa upande wa Pindo hao tuliwataja. Angalia mwamuzi wake alifanya jana, tendo alichofanya jana. Laiti ingekuwa upande ule tulicho nao sisi jana, ile penalty angetoa. Au upande mwingine huo penalty ile angetoa. Kwa hiyo tunampa onyo. Na sio onyo, hatumtaki. Vinginevyo tutachukua hatua nyingine ambao tutajua sisi wenyewe, hata kwa Ndumba. Mimi nasema tutampia kipapayu atakaa nyumbani kwao mwaka, atakuja kutafuta sisi hapa. Tumechoka naye. Ujumbe usiokate ufikishe hivyo mkafu hivyo. Tumechoka. Yeye kama katoka Sumbawanga, sisi tunajua tumetoka wapi, tumetoka wapi. Tumechoka naye. Sababu anafungiwa, anarudishwa. Sasa sisi tutamfungia moja kwa moja. Maana hayakuja kwa maagizo, baki sio ngosheza miaka 10. Na kweli ni ya miaka 10 yao inatimia. Hata lazima refari namba 2 alikuwa msaidizi wake. Zaidi aliona sasa penalty iko zaidi kabisa. Anaangusha nani wingi wetu yule. Kashinda kumwambia refari, kuonesha kibandia kama bwana hii ni penalty. Kwa sababu lao loti moja. Toka kwa ushapata maagizo. Maagizo haya sisi tutafanyia kazi. Na sio kwa huyu peke yake. Yoyote atakayekuja kutufanyia Simba hilo, sisi tutamkalia kitako. Mimi nazungumza kwa kinywa kipana na msikate neno hata moja, lipekee hivyo zima. Kama yeye anafungiwa miezi 6 mwaka anarudishwa, sisi tutamfungia atakaa kwao huko Rukwa, hata kuja Dar es Salaam kuchezesha hapa. Yana unajua kabisa tukifunga sisi jana au kutoka draw tayari wale wanatakao watakuwa wamesimama pale juu. Hiyo ndio lengo lao. Ile miaka 10 wanataka au miaka 20 wanataka, hiyo imetimia pale pale. Kwa milango ilikuwa ndio kwa habari kwa ndugu kiongozi huyo, mwamuzi huyo Ndalagige, mambo anayotufanyia. Vinginevyo asichezeshe mechi ya aina yoyote ya Simba. Yoyote ile. Hata kuwa reserve wa referee asiwepo, hatumtaki. Au awe kabisa siku hatumtaki. Milango ni hilo tu. Asante sana. Awali ya yote namshukuru Mwenyezi Mungu. Tumekutana saa hizi na waandishi wa habari. Tunawashukuru sana kwa kuja kutusikiliza ujumbe huu ambao tunataka tuutoe. Sisi wazee, viongozi wa Simba Sports Club tumechoka na manyanyaso ambayo yanafanywa na bodi ya ligi. Tunasema bodi ya ligi kwa sababu matendo ambayo tunafanyiwa uwanjani na marefari wetu wao wanayaona. Na kama wanayaona, wanajua nini kinachofanyika, na mara nyingi huwa wanachukua hatua ya kuwafungia marefari, na baadaye wakimaliza muda wao wanaendelea. Sasa sisi Simba Sports Club kwa tukio la jana la mechi ya Simba na Azam, tunamuomba Wallace Karia na bodi yake ya ligi. Sasa hivi marefari wanafanya makusudi, hususan akina Hemedi Alajiga
wanafanya makusudi kwa sababu wanajua nitaharibu mechi, nitafungiwa kipindi fulani, nitaachiwa na nitaendelea kuchezesha. Tunamuomba Wallace Karia kwa sasa hivi asifanye hivyo. Ikibidi huyu Ahmed Alajiga arudishwe kabisa akachezeshe ligi daraja la 4, kwa sababu labda inaweza ikawa fundisho kwa marefali ambao wanatunyanyasa sisi Simba Sports. Tumechoka, matukio ya jana yalikuwa ya wazi, waandishi wa habari mmeyaona, lakini tunawaomba na sisi kama mnavyozungumziaga migogoro ya timu, basi na matatizo yale ya marefali tunaomba waandishi wa habari muyaseme ili dunia ione, kwa sababu katika nchi hii huku tunakokwenda sisi Simba Sports Club itafikia pahala unyonge huu utaisha na tunaweza tukahatarisha mambo katika hii nchi, ikatokea vurugu ambayo yasintofahamu. Tumechoka kuonewa na bodi ya ligi ya TFF pamoja na rais wa TFF Wallace Karia. Ujumbe huu mfikie marefali wake, wanachezesha sio fair. Asanteni sana ndugu waandishi wa habari, tunawashukuru kwa kutusikiliza, lakini ujumbe wetu ni huo, itakuja kutokea hatari ngumu sana. Tumechoka. Simba wali ndio hiyo. TFF kila kinachozulumiwa Simba sio kama wakioni, wanakiona, lakini kinachofanyika ni kama sisi kuto kutuangalia, kama vile tayari bingwa wa nchi hii kesha pangwa. Maana kuna mtu anasemaga miaka 10 atakuwa bingwa mtu mmoja, nyinyi mnamsikia, na kila kinachokaliwa sisi tunavyokuja kukileta kwenu kama vile ujumbe haufiki. Tulikuwa tunaomba waandishi wa habari wa ujumbe ufike. Jana Alajiga ametuua sana. Sisi tumetoka pale, wengine tunalia, wengine tumekasirika, wengine wamesahau. Baada ya kuja Temeke wamepakia gari za mvuti. Hasa hii ni tatizo. Itafikia hatua baadaye mpira ni wandawazimu. Hakuna mtu asiyejua mpira ni wenda wazimu. Unakuwa binadamu mara moja, mara ubinadamu unaondoka, kama vile anavyouondoa yeye ubinadamu Alajiga. Kisha tuua mechi zaidi ya 5 na hasa kutunyima penati. Mpira wa jana watu wanadondoshwa, kadondoshwa Selemani Mwalimu, kadondoshwa bana Chama, kadondoshwa mchezaji wetu Egeye katika penati kabisa, lakini anatunyima. Na mpira umeshikwa, yuko pale pale anakataa. Hatuelewi sisi yule tumemkosea nini. Labda ikiwezekana mtuitie siku moja tukae naye hapa tuulizane naye maneno. Sisi tumeshachoka, na kama tumeshachoka ujumbe huu mfikia Alajiga. Hatuhitaji mechi zetu kutuchezesha. Hata akiona tunacheza chandimu, yeye aache tu, aseme hiyo mimi sichezeshi. Kama utajiri anatajirika kwa ajili ya kuchezesha mechi zetu, sisi tumeshachoka. Sisi kwenye kona anakataa, tunapopata penati anasema hiyo kona. Yani anatuchanganya hata tunashindwa hata kumuelewa. Penati za wazi. Na marefali wengine wote, kwa sababu na wazee wenzangu hapa watayazungumzia hayo. Mimi niseme ujumbe huu umfikie Alajiga, uifikie TFF na chama cha marefa, kwa sababu sisi tumeshachoka. Ikiwezekana basi sisi wazee tutajikusanya twende kwa waziri, ili na hili nalo la marefa aliingilie kati, ili waje kusema kwamba serikali sasa inaingilia mpira. Hivyo vilabu wanavyotaka viwe mabingwa, wanavyokuwa mabingwa wanafika wapi na Simba wao inafika wapi? Shauri ya kupendelewa. Kwa hiyo sisi tumeshachoka, hatutaki kutaja vilabu vingine, sio tunahitaji Simba namna gani tunavyoonewa. Waandishi wa habari, mimi kwanza niwashukuruni, na mimi nimetoa ujumbe kwa wanatemeke, lakini nimetoa ujumbe kwa wana Simba.